Yes, uko unasikiliza matangazo yetu ikiwa ni saa 9 saa za Afrika Kati, 10 majira Afrika ya Mashariki. Hii ni Baraka1 TV na mimi ni baba la baba mzee Wongwasu Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP. Niko na Rafael Roger Seko. Asante sana, tumekaribia ndani ya studio Baraka1 TV kuja na habari na maelezo. Kipindi ni habari na maelezo, na ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa mtu wa kwanza kuwa unapata hizi habari kila wakati. Katogota na Kamanyola, Luvungi, habari ambazo watu wako wanazisambaza sasa hivi. Wanasema kwamba M23 iko napigania Luvungi. Ndio habari za watu hizo. Lakini mimi ndo ndakuja kuambia M23 iko wapi na iko napiganiwa wapi. Lubarika, M23 pia ilitante Lubarika, lakini walikutanana na kile ambacho walikutana nacho. Kaziba vile vile, baada ya FARDC kuchukua Kaziba na wazalendo, M23 bakarudia tena kuja kujaribu kushambulia, lakini walikutanana na kile ambacho walikutana nacho. Ndege ziko zinaruka za hapa zinatembea, maforce speciale za FARDC ndo ziko zinapanda kule. Kwa hiyo kazi kunakuwa ni kazi nzuri sana. Mudaka ni territory ya Kabare, na Observance Abu Bakari Zindula Nshombo, msemaji wa wazalendo kwa upande wa Kabare, alitupa taarifa kubwa ambayo watu walisikiza kwenye Amka na Baraka1 TV asubuhi. Lakini pia itakuwa ni vyema kama tutaungana na Observance ili kuweza kusikiliza mpaka sasa hivi ambacho kiko kinaendelea, lakini mtandao bado uko unasumbua, ila tutajitahidi kuweza kujua asubuhi ya leo, maana hii ilikuwa ni kazi ya jana mchana. Mudaka tuliweza kuichukua, na pia mikataba ambayo imesainiwa Marekani. Rwanda imekubali kuondoa RDF na kuacha kwa supporti M23, na Kongo pia ikakubali kuneutralize FDLR na makundi yote yenye inamiliki bunduki. Trump amesema kwamba huu mkataba ni wa kipekee na uko tofauti na mikataba mingine. Kwa hiyo tungane wote kwa pamoja. Hii ni Baraka1 TV, na usikose pia kutembelea Mwangaza TV ambako kuna mambo mengine utakuwa unakuta kule ambayo hakuyakuta hapa B1 TV. So big up kwa wote ambao mko wanatusikiliza, ndugu jamaa na marafiki kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, Europe, Central pamoja na East Africa, na wote ambao kwa maeneo ya Afrika ya Kusini. Na kumbuka pia Operation Saidia Muzalendo bado kunaendelea. Kama hujaungana na operation hii, tafadhali tumia namba ambazo unaziona kwa screen yako ili uweze kuungana pamoja na sisi. Na nataka nisisitizie hapa kwamba operation hii iko nafanyika ni kwa malengo. Sawa, ni kwa malengo. Hata Biblia pia inatuambia yule mwenye kuwa na nguo mbili ampe ambaye hana nguo moja na ampe nguo moja. Ile ni ishara ya upendo na ishara pia ya ushirikiano mwema. Huko kwa video ndio kenye kalifanyika ngambo ya Kamanyola, ndio na huyu bwana mdogo ambaye anajiita ndo chef DCT wa Kamanyola wa M23. Kwanza iko na ishutumu serikali yetu kwamba iko napiga mabombe, iko naua watu Kamanyola. Na jambo la pili pia iko na ishutumu Burundi vile vile, anasema Burundi iko inapiga mabombe mpaka Kamanyola. Na wamefanya video fupi pembeni ya monima. Ile miskatai. Ndio. Miskatai. Na akuenda ngambo ya Katogota. Ndio. Lakini kwenye maneno yake anakuambia kwamba M23 iko wapi? Katogota. Katogota ndio. Sasa kama M23 iko Katogota, kwa nini akuvuka kilalo uende ngambo ya Katogota ukaishia ngambo ya Kamanyola? Kwa sababu pale ni maeneo yenye kunategewa mamine za M23. Ndiyo. Na
Yeye kama alienda pale ni mtu mwenye iko na consigne kwamba utapita hapa, utapita hivi, juu usijikute unaingia mwile manani. Na ingekuwa kwamba M23 iko Kamanyola, kama asingesimama yeye peke pale, angekuwa iko na basoda pembeni yake. Ndio. Lakini hakuna soda, ni yeye peke, ni raia tu mwenye raia mtomboki tu, aliona tu aende apige yake manani pale ma selfie, napige mdomo tu. Naanza chonga mdomo pale. Kwanza yeye ule Petit, wakati tunaanza vita alikimbiaga Bugarama. Ndio. Unaona, alikimbiaga Bugarama na basoda bote ba M23 sio wote, na maafisa wa Rwanda wa ngazi za juu wakakimbilia Bugarama. Sijui nini kilimrudisha, lakini kuhusiana na swala la Kamanyola na Katogota, ili tuliongea sana. Ndio. Na nilishatoa ufafanuzi sana jinsi tunajipanga, lakini vitu vingine hatusiku tunaviongea vya siri. Ndio. Kama tunakula position fasi fulani tunaongea hiki, hapana. Ile tutampa adui nafasi. Ndio maana unaona hata hiyo operation gisi ilianzishwa, sio kila mtu alijua kwamba kesho ndo tunaanza na mashambulizi. Hakuna. Hata M23 mara hiyo kupata sinyali kutoka mu batretre wenye viko mu FRDC au mu gouvernement. Lakini kwenye tutazungumzia hapa zaidi sana ni hii habari ya leo yenye watu wako naanza sema kwamba M23 iko napigania mu Luvungi. Hii ndo taarifa, pamoja na kwamba M23 washachukua, wanasema Lubarika, wanasema Luvungi ndo wako napigania, na hivi wako njiani kuja Uvira. Hivi Roger, wewe ulikuwa kule? Ndio. Uvenye uliona kule kabisa, hata tuseme tu kwamba uko Mondoto, eske ushaota kwamba M23 inafika hapo kwenye viko nasema? Ni bwana, sizani kwa sababu tulipofika kule tulishia Luvungi, maeneo ya mwanzo akatogota pale. Vikosi vyenye viko pale kila siku vinaongezeka. Na habari zilizopo na zingine tulikuwa tunasikia juu, ukiwa maeneo ya pale mwanzo akatogota utasikia kama risasi ziko za rindima, mkatogota utasikia. Mimi kusikia silaha ndogo ndogo aseme karashi ama pika kupigwa, ilikuwa ni masafa marefu, mabunduki ya masafa marefu ndio zilikuwa zinapigwa tu. Na wakati tulizungumza na viongozi mmoja wapo wa wazalendo, wakasema kwamba adui hajibii chochote, na inasemekana kwa upande wao ni kama vile amejificha mbasi vile huko Mkamanyola tu, ndio kwenye jificha mbasi vile. Lakini batamtafuta pole pole. Na hii ikasema kwa ni tumaini ikanipa kwamba kusema kwamba force iko, na ile force itasaidia upande mwingine wa kuonyesha kwamba adui atakimbia kile muda wowote ule. Na mtu mwenye anazungumza hiyo ni media ambazo wao walitengeneza kuyakuwa anapiga mdomo ili kuonesha kwamba watakamata sehemu fulani. Jiulize, nitoshe mfano media ambazo zinapitisha hizi habari, hata wenzetu ambao walitusaidia wa Radio Cup ambao habari hili ambayo tulizungumza ndio nao walizungumza. Sijui kama walipiga kopi kwetu ama aje. Wazalendo washakuwa sehemu moja pa Kamanyola, nao Radio Cup ni akasema vile. Sisi ndio tukasema sasa mahange sisi ndio kioo. Wamoja wako nakwepa kukimbia kufro, lakini sisi tunajitoa wahanga, tunaenda kwa sababu ni kutafuta kuleta habari ya uhakika kwa wananchi. Tunaongelea kwamba sisi ndio habari yote ambayo ya uhakika tunakuwa tunaenda fro, tunatafuta habari tunaletea wananchi. Na hii kaonesha kwamba kila siku na mapambano jinsi yanavyoendelea kule, avance iko nzuri sana. Na isingekuwa tu viongozi mmoja wapo, na niseme kwamba ni siri, hatuwezi tukasema ambao waliambia wazalendo bwana, twende polepole ili tumpige adui vizuri. Juu mkienda kichwa mnaweza mkaangukia mwale mitego yake. Sasa singelikuwa hivyo kwa ile moto ulikuwa tangu juzi. Ile moto kama deja Bugarama ndio ingekuwa hivyo. Sasa watu wangekuwa negotiate ima koro walisinyete huko Washington, wangekuwa negotiate tayari kwanza walishakuwa maeneo. Ndio ingekuwa tena mangongea tingine kipengele kusema kwamba wazalendo watoke Bugarama. Na Kisekedi pala angepata uzito kidogo kusema kwamba ndio na nyinyi mtu wa kwenu kule ndio tufanye ile tunasema mathematique produit de moyen égal produit des extrêmes. Kwa hiyo ni kwamba kule uko sawa. Ndio. Uko sawa. Wewe mwenyewe hauko muiplane na Ruzizi ndio uko na paniki. Mimi plan na Ruzizi tukiwa tunanunua maziwa mplane. Ndio.
Hatuyo tunakula mamiwa mpenda. Tulikuwa nakula miwa. Manyama za kuchoma. Ndio. Mavitu gani vingine? Vyote viko complete. Na ngwasoma siku zinapigiwa zote kabisa. Sasa kwa hiyo watu na jiani kote watu walikuwa kwa sababu tulikuja nyuma ya vikosi moja ya wazalendo. Raia kuna pigia makofi, ngoma za kutosha, wazalendo kwambia muendelee kule, tuko nyuma yenu kwa maombi na kwa mchango wote ule. Unaelewa? Kwa hiyo watu waache kudanganywa. Na niseme kwamba mule Mkamanyola mule ndaliki maespion ya wale magaidi wa M23 na wale njoo wenyewe kuna propagate information za bongo. Angalia jeshi la Kongo limepiga bomu likaua wananchi. Ile yote ni kuweka chachu kuonesha kwamba watu waone kwamba government, jeshi la taifa njoo wabaya. Na wakati adui alikuwa kwa mule wako wanasema kitu kenye mimi ndio hivi. FRDC haiko inalarge mabombe Mkamanyola. Ndio. Zake siku naenda Bugarama. Za kutoka Bugarama Rwanda ndio zinakezi moja zinawakia Kamanyola, zingine zinaenda kule kumilima ya juu. Na niseme kwamba muvita vyote vinawezekana. Juu songesha wakati hivi vita, wakati walianza ile argiza mabombe za masafa marefu. Juu jeshi la Burundi iliongeza vifaa vya ajabu sana. Tukasema madetail yote juu ni masuala ya siri na ya kivita. Sasa walileta vifaa vya kutosha ambavyo viliona kule. Mizinga mikubwa nilitoka kule na kwambia nimepiga kwanza saa 2 sisikii vizuri masikio. Juzi ilikuwa ni mizinga kubwa kweli, zikipigwa hivi ni moto. Ndio napanda juu. Sasa kusema wao wapige Mkamanyola ni jeshi la Burundi FARDC sababu kuna ile mabombe hawana niseme kwamba ni watu wenye wako na akili timamu. Hawezi wakasema kwamba wapigie pale wapige Luvungi juu yangukie Mkamanyola. Walimezira hata kilometraje. Juliza hata kwa wengine vifaa vyenye viko mbele ya Luvungi Bwegera. Juba nimezile kwamba hapa ndio itafika kule. Inapiga masafa marefu. Sasa marefu 10 km. Ndio. Sasa jiuliza wangesema waiche Luvungi, maana itafika kutambuka Bugarama. Kigali sasa. Ndio. Sasa ndio wakaona wakasogeza tu wanamezile selongi si distance itapigiwa pale. Ndio maana hapa resama discours moja ya Ndayishimiye alisemaga info kama Kigali unasema utaingia huko. Na mimi hapa naanza piga wapi? Kigali. Ndio. Yaani niko hapa Burundi hapa na mimi naanza tupia Kigali. Ndio mbona tu tunaona. Tayari. Tena ukiangalia ile maeneo kama ya Rugombo huko. Huko vifaa vingine viko kule viko vinapiga maeneo ya Rwanda. Unakutishia kwamba vita hivi Burundi ishe kamatia umakini sana. Hawezi kuachilia. Ishakuwa ni vita ambayo Sanjo wanaionia sao serie. Pourquoi? Juu hata jana mamida saa 10 naona helicopters zinatokea Burundi zinaelekea kule kufro. Njoo kuonesha kwamba vita vishakuwa juu. Kishakuwa avion de guerre zinaanza ingia mu shamba la vita. Yaani hapo kuko seriosity moja ya ajabu mvita. Hapa ndio nikasema njoo ilikuwa natakiwa tangu mbele rais atoshe maamuzi haya. Kwa kisi niko naona kama Amuli Chivili ndio atakuwa sasa Mamadou Vivant. Ndio. Juu bwana anakera mipango mizuri sana kwa Wakongomani. Ndio. Na Wakongomani wanampa heshima kubwa sana. Unahisi Amuri Chivili akimaliza hii vita atapewa province kama nani gouverneur militaire ama hapana province si Kivu shaka hata wananchi hawezi atakataka iwe nani motel de siege walikataka, lakini mwanaume anaonekana kana kufro na kazi yenye anafanya lazima atapata support ya wananchi. Lazima atapata support ya wananchi, lakini kufuatana na hii adili ya hii vita na hii moto ambayo inaanzishwa na jeshi la Burundi na wanajeshi wa Kongo na wazalendo, hii vita ni yetu, ni vita yetu, wamekuja kusaidia. Lakini sasa wako wanasaidia, wanapigia kupitia nchini mwao, ndio wanapigia inafika mpaka Rwanda. Na unaona bajirani sasa mko mnasaidiana, si jirani anatokaga na nani mwake ankiata na fimbo kutoka mwake anakia huwa nyoka wana basi mpaka kamatie fimbo mwangu kama wangu hamna fimbo za nguvu. Upande wangu mimi nahofia isije kawa vita vya kikanda. Itakuwa vita kikanda. Juu ikiwa vita kikanda, zile nchi zote zivamie nchi ya Rwanda, tunaona kama uchumi utashuka na kutakuwa genocide ya pili ambayo wengi walikuwa wanakataa. Kama Rwanda haitoi RDF Mkongo, na hiyo gisi biko na insiste kutaka kupasua hapa Kamanyola, ndio itakuwa ni vita regional. Ile lazima. Juu Burundi haitatika. Na ikiwa vita vya kikanda, Tanzania pia nayo haitakubali. Ndio.
juu tunajua bilifanyika Tanzania, licha kwamba kuko baadhi ya Watanzania benye balikuwa recruiter kisirisiri bila kwa serikali ya Tanzania kujua, biko M23 surtout bali ba Masai. Ndio. Mko ba Masai ba Tanzania na ba Kenya bali biko. Kwa hiyo kama watajaribu kuvuka ligne rouge, na ndio hiki kenye watakutana nacho. Heureusement force tuko nayo haitawapermettre kufanya vile. Haiwezi kutokea. Niseme kwamba hii vita, ikiwa vita vya kikanda, Rwanda itapoteza sana. Itapoteza sana, na njoo pale wananchi watakiwa kumchukia Paul Kagame. Na isije ikageuka tu mpanga nyo unapiga mwenzako, lazima kuna wakati unaweza kugeukia na weka kuumiza. Na pale ikawa kesho kudeta na Kagame akatoka kwenye kiti chake. Wanasema fimbo lumpiga manyana wako. Manyana. Fimbo lumpiga mwenzako usitie chini ya kitanda. Ndio. Na wewe kesho itakutwanga tu hivyo. Kwa hiyo ni misemo ya wahenga. Ndio. Wahenga walisema hivyo. Mapigano mengine yalifanyika ili kumalizia hili kwa vikosi vyenye mimi niliona huko maeneo ya Katogota wapi, ni vikosi ambavyo viko vizuri sana, vinajipanga. Useme ndio tu hivyo tu, wako wanaenda kuordre, bwana hivi vikosi mwende. Unasogea, wengine wanasogea, wako wanaenda kufuatilia na mkakati na mpango gisi wanapanga wenyewe. Nikasema sidhani kwamba naweza nikalota kwamba aseme M23 ikatambuka pale kwenye wako wanafukuza. Kwanza hawana tena nguvu tena ya ajabu. Juu wako ndio wanafukuzwa njoo kutoka Kamanyola. Njoo wenyewe wako nakimbizia hivi sasa. Sasa sidhani kwamba naweza kalota hata aseme kwamba watatoboa pale. Hawawezi. Umweke wapate pepo za mizimu ama hadi vya ajabu njoo watambuke. Juu wakati nitoka kule nikasikia roho imetulia. Ndugu wenyewe walikuwa wanasema tutakimbia nini, nikamwambia mtulie. Na kwa taarifa hata saa 4 nitakuwa niko nazunguka, najua kwamba taarifa zao zaidi ndio ili kuweza kuwatia nguvu. Ndio. Tuko tunaenda tena Katogota. Ndio utafika. Tuenda Katogota. Kwa hiyo yule mwenye kujua kwamba atakuwa na chochote ambacho anaweza kufanya kwa ajili ya waza aanze kufanya kuanzia leo hii. Juu ndani ya siku 2 hapa itabidi tuko maeneo ya Katogota kwenda kuwapelekea maji. Safari hii twende na maboksi za maji. Ndio. Maboksi za maji. Nafikiri hata na tutaviongea saa mambo yanakaa vizuri. Ndio. Ili twende kule, twende tufanye hivyo. Hatuwezi achia ndugu zetu na nioko juu anatuka biko na bezwe ya mai. Na sio tu maji. Bale by FARDC biko na piloni bile mabunduki. Ndio. Kisi biko naenda kemzana na mai mkartie mabido. Ndio. Unaona? Juu ya kunywa. Wewe mashine kuwasha na bunduki mpaka bawashe grupe. Ndio, grupe. Na pisi ile grupe ukikala karibu nayo inakuletea kifukutu unahitaji maji. Na unakutanisha kwamba inahitajika mingi sana. Na jua iko makali. Jua iko kali na isitoshe, na tunataka anza msimu wa mvua. Inatakiwa wapate mahema waliwahi kusema kwanza Drakila waliwahi kuzungumza wakasema kwamba hata viungo kama wale watakuwa na moyo mwema kusupport viungo patikane vya kupiga chakula kule. Nakumbuka juu chakula kiko, lakini watakipiga nini? Watakipiga mikono. Ifo tuangalie zimoya hema ngapi. Ndio. So tuko na bezwe sasa hivi tupate hata zimoya hema 12. Ndio. Nitumie nafasi hii kwanza nazungumza na wote ambao wako nasikiza Baraka One TV. Ni kwamba tunahitaji hema kwanza kuanzia hivi kwa siku 2-3 tupate hema hata 12. Hema moja ngapi? Hema moja kumdala 10. Dala 10. Ndio. Dolari shuka. Ndio. Tutie 15. Ndio. 15 hema moja. Hema 10 ni 150. 150 ndio. Hema 12 ni 300. Ndio. Kwa hiyo tuangalie kwanza hata hema 300 hema 12. Bashe 20 bashe kwanza. Ndio. Tuanzie pale. Kwa hiyo tuko na bezwe ya $300. Ndio. Haya. Nafikiri ndugu zangu ndio gisi tunafanya hivi. Mimi nikitoga hombi kwamba jamani tusaidiane tufanye hiki. Tunahitaji $300 tununue hema 12 tuzipeleke kule maeneo ya Katogota. Na mvua inaanza na mnajua ndugu zetu hapo kwenye uwanja wa mapigano. Ni jambo la heri sana. Kwa mimi tukipata mwingine akiwa na moyo mwema na hata impermeable ya wao kwa wanavaa, wakati wanavaa unapambana juu. Hema mnaweza mkaheshimika nafasi fulani. Lakini sana ingia mpatri mule kwa mkuu na impermeable. Impermeable ndio.
ndugu zetu watafanya hivyo. Basi watu kuna kula lari mabwate kila siku, mawhisky za $500. Ndio. Watu wanapiga zamiri za kizalendo zinahitajika ili kusupport vile vile wazalendo. Ndugu zetu wanafanyaga hivyo. Vraiment ni besoin yenye iko très urgent sana kwa muda huu surtout. Hata sio wakati tumekuja njiani jua ilikuwa makali sana kabisa. Ni jua ilikuwa makali na wao sasa julisa mtu mwenyewe anaekaa ni sitoshe ile boro ile mizinga mikubwa ile kupiga ile mizinga. Bwana unatakiwa tu kupata maji ya kunywa. Maji ya kunywa. Wewe unaona gisi biko natoka na gari baki kutafuta maji. Ndio. Mubido. Unaelewa? Jasho yuko katika wewe kupiga bunduki kwanza uwashe group. Ile group una connect pale kuna battery ndio ina group inazimika. Ndio tayari. Hivi itasimulia vitu mingi sana. Mwenye akuona hivi iko na sababu ni imagination. Ndio. Ni cinema lakini ni reality. Ni kweli. Unaelewa? Na usiku twingine basoda yetu sojua na soda napenda Shimboki. Ndio Shimboki. Yaani pale Shimboki hata maparking. Antuka hivi tutafanya hivi vitu. Na huko wengine wanahitaji apate steam hata ya Kenya na kunyoka kinywaji chake. Movita soda movita pale. Ona hata pale yani basi makanono. Pesa mwabiso energy zuze. Soda wanzelewa na nini mfuru. Ndio. Energy ni sawa na vinywaji vingine tu ya laini ni sawa. So tukishana na upande wa huku wa Luvungi tukipanda Mudaka ni Kabare. Kabare mpaka jana kwa Mudaka ilikuwa mikono ya wazalendo, na hivi kitu tuongea hapa msemaji wa wazalendo Observance ya Abubakari alileta hizo taarifa, na sasa hivi leo hii ndiyo tumeamkia mapigano Kavumu. Ndiyo. Na Kavumu na Bukavu ni kelke kilomita. Ndiyo. Sio mbali. Pia tumeweza kushuhudia renfort za M23. Huko bato mwaka ni bato Manueli. Ndiyo. Nafikiri inakuja na wale wanamgambo wa M23. Ndiyo. Yes, na wale wenye walikuwa na kule Marumangabu na Chanzu. Ndiyo. Sasa wale kisuli waona wale watapigana nini? Pale sasa ndio nakwambia vita vinafika ukomo. Kwa nini? Effective yote ilikuwa Goma banaanza ipandisha Bukavu. Na wakati hapa tuko na vikosi vya ajabu sana. Na hapo njoo ilikuwa sana kutoa sinyale kwa wale ambao wale wazalendo wenye wako maeneo ya Nord Kivu kule. Na mimi mkiamshe kule. Wakiamsha kule watakosa wapi ndio kwenye watakamati. Hawa jamaa hawana. Ona tu gisi tuliamsha hapa axe ya Plaine, tukaamsha Kaziba, kule juu nako pia Marugezi, Mguu. Mudaka nako pia Kabare nako kuna tunaamsha. Donc banakosa equilibre. Ndiyo. Sawa. Bane wapi, baache wapi. Sasa kwa nini bana prefere kutuma vikosi kutoka Nord Kivu kukia huku kwa sababu kitu kimoja kimeni kia remarke. Huku kwetu sisemi kwa nia kwamba ya kujisifia. Huku bamingi bakuingia mu M23. Ndiyo. Sawa? Ndiyo. Kwa hiyo abana effective ya kutosha. Na wenyewe walikuwa wanakamatwa, walikuwa wanatoroka. Ndiyo. Sasa kule ni karibu mno na Uganda. Ndiyo. Na Rwanda hivyo kwenye walikamata hata waitidia wa kwao. Na kwenye walikamata watu wengi mpaka wa prisonnier. Ndiyo. Wanabaingiza kule na wanawaleta, na hata pia ukiangalia politiki yenye ilikuwa kuwa mingi sana. Ndiyo. Benye biko muhimu aventure ni bale ba petit tuseme hivyo ndio tuambiane magambo ya mama Masisi mawapi hapa Banyabwisha ndo hapa tunaita ba Rwanda, huku ni Banyamulenge, kule ni Banyabwisha na wengine wanaitwa banani hapa na Bukavu wana jina lingine, kwa Ituri wanaitwa Wahema. Ndio akina Toma Lubanga. Sasa unakuta wale ndo walijikusanya, wako wanatoa vijana wao na wanakuwa convaincu kwamba tunaenda kuchukua inchi. Si unakumbuka wakati hivi teko moto hivi wanaanza kuitana, ndio benye mko wapi mkuye, benye mko wapi mkuye,
tushakamata Nord Kivu na Sud Kivu ni yetu, mkiza sasa tuungane. Unaona, na ile logic yao wanakuwa wanasema kila wakati eti nchi ya ahadi, wakati haiko ya ahadi. Sasa ndio ile pale kwamba unakuta lazima tu wawalete watoke kule waje renforcer. Sasa bahati mbaya ni kwamba hawajui huku, hawajui pori za huku, hawajui maeneo ya huku, ndio maana wako napigwa kama kauzu. Wakati wa kauzu wafika ni msimu nataka kuanza tuanza kiangazi. Ndio sasa wakati wa gasi kauzu zilikufa ni kauzu ni keke zilikufa. Na hivi vita kwamba wakipigwa tu siku watapigwa kabisa mfululizo, kauzu zitakufa. Bwana, kauzu ilikufa wakati wa gasi zilitoka hapa. Haiko ndagala Mtanganyika, sema huyu bwana alikuwa analeta nini? Alikuwa anazibana. Kwa hiyo ndo hivyo. Kwa hiyo renforce zenye biko banazituma ziko zinakuja kuisha, na hili ndo ile nguvu ya kusema kwamba tunafungua from 1 2 3 4 5 watakosa pa kukamatia. Ndio. Na mpaka sasa hivi maeneo ya Mudaka wazalendo wako nafanya kazi kubwa, na wako wanasonga mpaka airport ya Kavumu, na Kavumu ikishachukuliwa tu basi kwa tuseme kwamba deja wanakuwa bako coincé, habana tena uwezo mkubwa juu na bila tu vile Kavumu kwa upande wao M23 ilikuwa iko inexploitable. Tuseme tu ni sehemu ambapo ni fasi nyiko taktike kwenye M23 wazalendo na FARDC wakikamata inaweza kuwasaidia kupata vifaa kwa kirahisi sana. Ndio, lakini kwao walikuwa tu wako na besoin tu waifrene tu waoneshe kwamba ni aeroport, tunapenda fasi ya aeroport monima mafasi mwazi kwa cible sana waoneshe kama wamekamata ile sehemu, lakini kwao wako wanatumikisha Kavumu juu hawana apu yote yenye kwa aerian. Rwanda haiwezi kwa support juu haina kwanza hazo. Sasa unatanisha nao zamani walikuwa na hiyo moto lakini hawana. Na pia desha sababu kwa kunaanza bongo hawakuwa kitena nazo. Bishaka shirika nakati ni makarashi mapika yao yako nao na bado mambo yenye Rwanda iko nawasaidia na juu iliongoa kama nyole ikarudisha kwao Rwanda. Waliongoa mapema sana kazi wao. Waliona mzinga unakuja huko. Wazalendo hao wanakuja katika yani huu marme wetu. Juu wazalendo kupigana kwao wanakuwa sababu ni watu wenye vile dawa inakuwa inachemka mwili, anakuwa kama mtu amepata bazimu. Ni mizuka. Sasa kusogea mbele na njoo kwenda mbele. Atakapata order shaua adui. Na bahati mbaya sasa wazalendo biko na ichunju. Ndio. Unajua ichunju? Ndio. Mziki wa masasi ile madawa ya mababu ya kutoka Fizi. Hapana madawa, sema ichunju. Ichunju ndio tunataka kuyayuka. Ndio. Soro zikiwa nyingi damu inachemuka. Unaona ndo wale pale. Wewe aseme nani ubatie mwambo hivi. Wakigusa tulia tu cha. Watu hawako tena. Katogota. Watu. Sasa wale ndo hawakumwona nani mzee Dragila kisi tuko pale. Ndio. Hakuna ule mzee mwana pembeni. Ndio. Sio ule mzee. Wale ndo wazee wako pale. Ndio wazee wangu wasu. Acha hivi mimi kuna yona sema tu ni black. Sasa nilipenda tu Dragila alibakia hapo maeneo ya Luvungi hapo mwanzo wa Katogota na mzee mwenyewe Mbabe William Yakutumba kapanda kotea juu pamoja na wazee wengine wa General Jogo na wengine. Dragila na ngoya aende Mumai ya Laki. Mtumbo wake tayari umeshakuwa Mugari. Wasubiriwa tu hivi wanakamata Bukavu inapita direct mpaka Mumai. Mara mbo wanafunga moteri mara mbo basi. Mara mbo iko mfusomo hivi hapo. Iko na ngoya tu ti kufika pale haya. Mara mbo inaingia Mulaki. Na ndio baone sasa gisi ile mara mbo ile sasa hiyo. Tupate fursa na tunaenda na sehemu lake Kivu na Bukavu tuko tunakabata hii image. Ile mara mbo ya mzee Dragila ile abaikamata hai. Si ndio hiyo kiaga hapa na ile kati ya Kabila. Tena anacheza pigana bila navaa kanzu nyeupe. Avio ya Monisco iko napiga mara mbo hivi. Aioni mara mbo ni papa acha. Acha ni tunangoya tuone nani buma bato wa Kagame Mulaki Kivu. Tunangoja tuone kuna. Pia tutachukua na nani na mara mbo ya ndugu yetu mwingine hapa Lueba nani Toronto naye pale mwingine pambanaji wa maji mzuri sana. Licha kwamba naye simwa sana kwa na makomplikations zake za ovyo ovyo, lakini ni mpiganaji mzuri.
Tumalizie na hili swala la Washington. Rwanda imekubali kwamba itatoa RDF wake Rwanda, Kongo, lakini pia Kongo ikubali kusaidiana kuweza kuwa neutralize FDLR. Sasa eske si ndio tunafuga FDLR? Haikusi. Lakini diskuru ya Ndayishimiye mimi nilipenda sana. Ndayishimiye alisema hivi: usinyia koro ni kitu kingine. Ndio. Lakini kuifere respecte ni kitu kingine. Kama kweli tuko hapa na tunataka kuheshimisha hizi mikataba zetu, twende tuaplike venye tulisinye. Juu kama tukuaplike venye bitakuya nyuma, itakuwa ni lawama zote zitaenda kwa Donald Trump. Na Trump naye akasema, na mimi Donald Trump, huu mkataba ni mkataba wa kipekee na wa kihistoria. Ndio. Tunakwenda kuanza ukurasa mpya Kongo. Njoo yenye alianza ndio lako ya kwanza hiyo, na kuwashukuru wote waliofika. Kwa hiyo tuseme kwamba ba Occidentaux, ba Francais na wengine ndio wenye biko na mkono sana, ba Francais, ba Belge, ba Polonais. Ndio wa Polonais wao depuis hata muongera na sisi. Wale kujaka na malojiki ya kusema kwamba Wanyamulenge ni wa peuple minoritaire, ni raia walio wadogo, ndio wenye wanataka ichachu ya kusema kwamba Wanyamulenge wanatakiwa kuishi Kongo kwa sababu ni wa raia walio wadogo. Ni wadogo kwa protéger. Ndio. Okay, sawa. Polonais hao. Kwa hiyo hao watu ndio wenye wako nyuma sana kwa asilimia kubwa na Rwanda, lakini kitendo hiki sasa tutumainie kwamba Kongo tunaenda kuanza ukurasa mpya. Vipengele hivi ambavyo vimesainiwa hapo Washington na Rais Donald Trump, hakuna logiki ya kuonesha kwamba kweli vita hivi vitaisha kwa upande wa Rwanda. Juu Kagame kile wakati anajipiga kifuko hao kwa hizo nchi ambazo umetaja. Na niseme kwamba kwenye vipengele hivi vilizungumziwa kwanza hiyo ambayo umetoka kusema kwanza ya kusaidiana ili kuneutralize maforce negative zote, ikiwemo FDLR na zingine zote ziko mule juu. Na ukiangalia kwamba kitu kenye Paul Kagame anakuwa naogopa sana kwake ni wa FDLR. Juu anakuwa na akilota, niseme kwamba vile tu kwa kusema tu, hata akiwa nyumbani kwake akilala na lota tu FDLR, anamkaka anakemea kwa jina la Yesu. Juu ni hewa ambayo kwake iko sababu mwachaka souvenir mbaya wa FDLR. Na wale ndio anakuwa na lota kila wakati wanaweza kumpiga kudeta ikiwa kwamba wakingaliki Kongo. Lakini jiulize, wa FDLR wenyewe walitoka Rwanda, wamoja washaka kufa, wengine ni wazee. Njoo wataenda waneutralize na mzeto kwa hana hata fimbo kwake. Tena mneutralize wampige kamba mnyoke lock up, ndio atasema bado mneutralize. Niseme kwamba yeye hana la kusema, yeye Paul Kagame yani mtu ambaye kuna sababu zake. Lakini kuko picha zenye zilifujaka kusema kwamba yeye Paul Kagame aliwahi kupewa mission yake ya kufanya massacre surtout ma partie est ya Congo, juu ya kuwa na exploiter illégalement wa minerais du sang na kuwa anapeleka kwa nchi za Ulaya na sikuwa zinamsupport. Ndio hiyo meme logique. Mais hii yenyewe wanaonesha hapa ni kuflate tu ya kusema kwamba alisaini mikataba ya kukubaliana hivi na hivi na hivi na hivi. Na ukiangalia vipengele vyenye vilisainiwa vile vile mwa ile mikataba, inasemekana kwamba kutakuwa ma coopération bilatérale entre RDC na Rwanda. Na ile ma coopération bilatérale wanasema kwamba watafanya mamiradi, ma projects zenye zitakuwa zinasaidiana za kuonyesha urafiki kati ya nchi hizo mbili. Je, mtu mwenye kumekuia wa ndugu zako wa kutosha, mfanye tena miradi ama projects za kusaidiana kweli? Na wewe unaona siasa ni kitu ambacho kiko tofauti. Wao ukiwasikia kisa walikuwa wako wanatupiana maneno kwanza Kagame na rais wetu. Ndio. Eske pale walitupiana maneno? Ama ulisikia madiskuru ziko belliqueux pale? Hakuna. Ndio. Mambo ilikuwa pale ilikuwa tu ni kila mtu anaonesha kwamba ndio iko poli. Ndio. Na iko mtu wa maneno bila mwenzake. Bila kumsikiliza tu, kutoa heshima kwa Trump tu kwa hivyo. Jua mje kataa kuonesha kwa maana hiyo sasa tunaenda sio kwamba okay tutashirikiana. Eske tuko obligé tushirikiane? Hatuko obligé. Haya, tuseme tutafanya biashara ya pamoja. Mimi biashara yangu ni madini. Wewe uko na madini, hauna madini. Hauna madini. Wewe hatafanya. Mimi niko na pesa, wewe huna. Kwa hiyo ile kusinyia kwamba tutashirikiana ni ile kwamba kuonesha kwamba je, tunaweza kuwa na urafiki. Na baada ya kusaini pale si kila mtu anarudi kwake. Ndio. Kusinyia na feri nyingine na kuaplike na feri nyingine. Ndio. Kwa hiyo wala haitasumbua. Kenye kitambana Kagame tuna ile retrait
ya FDLR na kuacha kusutenir M23. Ile tu. Hii inanipa tena wazo ya kuzungumza na kujiuliza swali, wa Black wote walipitaga wapi? Kwenda habari zilikuwa zinasemekana kwamba wamekuja Kongo. Walipitaga wapi? Sile kampuni iko na exploiter na ni minere. Walikana. Wale sawa mission zao. Basi mission ilikuwa ni siku ni maminere. Sasa navamiwa kwenye Biko. Sasa hizi walikuwa wanasema batenda Kisangani. Kule ndio wakutana na Black Water. Na Black Water wasitoka Kisangani kwa pigana huko. Sisi tunajiweza bwana. Ndio. Si hapa tunajiweza, tunapiga hapa. Na huko picha ambayo nimeona wa Black Water wanaenda kuuza vitu kama mu supermarket moja hivi, wameshakuwa na vitambi vikubwa. Nikasema hawa yani majini tu ishawapa furaha na wanajiona matajiri mpaka wanapata uzito wa mwili. Yes, kwa hiyo tuishie hapo. Ndugu zangu ndio hivyo, mengine tukutane saa 12 na usisahau tu kwamba Operation Saidia Mzalendo bado kunaendelea. Tunahitaji hivyo ili tuweze kufanya mambo makubwa. Lakini pia nitoe ombi la mwisho. Tunataka drone. Tunahitaji pia tupate drone moja ambayo itatusaidia kwenye shughuli za kazi. Najua tunaweza kufanya hivyo. So hili Baraka1 TV mwenye atakuwa na uwezo wa kutusaidia drone moja itakuwa ni nzuri sana. So big up kwa watu ambao wako nasikiza matangazo yetu kutoka Europe, kutoka Central na East Africa. Bye bye.